kujitambulisha pia kwenu. Ndugu yangu Msando ameeleza kwamba mwaka 2004 alikuwa anamaliza chuo kikuu pale Dar es Salaam. Pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na mkiniangalia mimi na yeye, unaweza kadhani mimi ndio mkubwa sana wa umri. Na kama nitaonekana ni mkubwa sana wa umri, basi ni kuchoka tu na kuwa na stress. Lakini mwaka 2004 wakati Msando anamaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi nilikuwa form 6. Nafahamu kwa haraka mnaweza mkasema kumbe ni mdogo wa umri. Lakini ukawa umesahau inawezekana shimo nilimotokea mimi lilikuwa ni refu zaidi kuliko shimo alilotokea Msando. Kwa hiyo mbegu zikichipuka ukija kuzipima hapa juu, unaweza kuziona kama ziko sawa, lakini kumbe moja inaanzia kwenye mita 3 na nyingine imechipuka kutoka kwenye mita 1. Sasa umri hicho ni kitu kingine. Lakini wanafunzi, mimi nimekuja kuzungumza na ninyi leo, lakini zaidi kuwatieni moyo. Kutokana na mengi ambayo yanaweza kuwa yanazungumzwa katika taifa letu. Naweza nisiwe na speech iliyonyoka sana, lakini nitaomba kila mmoja asikilize na kuyachukua machache ambayo yanaweza kutufaa. Napokuja hapa, sisi sote tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametuteua sisi kuwa wafanyakazi na kuwa wasaidizi wake. Lakini sisi huwa tukitembea huko nje tunapata mitazamo mikubwa ya aina mbili. Watu ambao wanatuchukia tu. Yaani kile utakachokieleza nyinyi bwana, ninyi bwana. Lakini watu ambao wanaweza kuwa msaada, wakawapenda, wakawashauri na wakawapenda neno la heri katika utumishi wenu. Ninyi hapa chuoni mpo hapa kwa miaka isiyopungua 3. Kama kuna kosa miaka 4 au miaka 5, lakini wengi mnasoma miaka 3, miaka 4. Ile miaka 3 au miaka 4 ukihesabu kwa miaka kutoka Januari mpaka mwezi wa 12, ni kweli kuna miezi 12. Lakini ukitulia vizuri ukahesabu miezi ile unayokuwa chuoni, inawezekana ukapata miezi 8 katika mwaka mmoja. Kwa hiyo mwaka wenye miezi 12 kwa urefu wake, inawezekana ikawa ni mwaka wenye miezi 8 ya kutumikia chuoni. Miezi 8 inaweza kuwa katika sura ifuatayo. Inaweza kufanya ukawa mtu mwema sana na mwanafunzi bora sana. Lakini pia miezi 8 inaweza kufanya ukaja kuwa mwanafunzi mwenye majuto. Sisi tunapomaliza chuo kikuu, nilipofika mwaka wa 3, semester ya 2, nikapata kazi. Sio nikapata tuseme nikaidiwa kazi au nikapata kazi. Lakini nikaambiwa ukiwa na GPA ya 4 tutakwenda wote pale Marekani ukafanya kazi moja ambayo ilitamkwa. Kimoyo mimi nikaanza kuiangalia GPA yangu. Nikagundua kwamba hata kama matokeo ya semester ya 2 ya mwaka wa 3 hayajatoka, hakuna muujiza nitafikisha GPA ya 4. Lakini kiangalia uwezo wa kufikisha ninao, nguvu ya kufikisha nilikuwa nayo, lakini nikawa na story karibu 2 au 3 ambazo zote zile story nilianza kujuta nazo. Ya kwanza, kuna siku moja nimetembea kwa mguu kutoka hostel ya Mabibo na kwenda chuoni. Na nadhani mnanielewa, wakati ule kutembea kwa mguu sio mazoezi. Una hela ya kulipa daladala. Na kwenda kwa kipindi napita engineering hapa idara ya maji, engineering napandisha na kwenda moja kwa moja kwenye majengo yetu ambapo tulikuwa tunasoma. Wakati ule mimi nilikuwa nasoma Bachelor of Arts in Political Science.
Nilipofika maeneo fulani hapo, palikuwa pana baa inaitwa Sisimizi. Ninyi leo hamjaikuta, mmekuta daraja limeshajengwa pale juu. Nikakutana na mwanafunzi wangu mmoja, mwanafunzi mwenzangu. Mimi nikamwambia bwana, nawahi seminar, nawahi kule darasani. Alikuwa mwalimu wangu mmoja mkali sana. Akaniambia wala ina shida, hebu tukae hapa tunywe bia moja moja afu twende. Basi tukakaa. Tukanywa bia moja, tukaanza kujiamini. Yuko na umuhimu wa kwenda darasani? Jamaa hamna bwana. Cheers. Tukapiga na cheers. Masaa yakaenda, kipindi tukakikosa. Kumbe kule kuna testi imefanyika na ambaye hajafanya anahitaji maelezo ya kina. Basi baada ya hapo tumerudi bwenini. Kipindi chetu kimekwisha, kimeishia pale. Kurudi kule ikawa moto. Coursework haiwezi kutimia. Ule mtihani umeshafanyika. Tumejieleza kwa mwalimu, hakuna kinachopokelewa. Tunapokuja kuingia kwenye mtihani, mimi coursework yangu haipo above 18 inayoruhusiwa kufanya mtihani. Kufanya ule mtihani haiwezekani. Ile kozi mwisho wa siku nikaja kuikea kwamba ukiwa hapa chuoni unaweza ukaona yapo mambo yanayokufaa, ukawa na haraka sana. Ulevi, uzinzi, kujiona kwamba unaweza kaingia kwenye majukumu ya ndoa mapema. Baadaye mtoto anaumwa, wewe unaumwa, akili naumwa, mzazi anaumwa, hela hamna. Unapanga foleni, samahani, ilikuwa bahati mbaya, nilipata mtoto huyu, mume wake, baba yake sielewi alipo. Anyway, tunawaita ma social workers kuzungumza na wewe katika njia tu kukuridhisha. Lakini ukweli ni kwamba kama hauijui njia ya unakoelekea, hauwezi kwenda kufika unapotaka kwenda. Kwa hiyo siri ya kwanza unapokuwa chuo, wazungu wanasema ili ufanikiwe vizuri unahitaji kuwa focused. Na wazungu wanasema the secret of success is consistency to the purpose. Kwa hiyo jambo la kwanza, njia unaifahamu unapotaka kwenda. Lazima umake sure haupotei. Kwa sababu una miaka 3 tu ya mdomoni ya kuitamka. Lakini in fact you have almost 8 months times 3 kwa wewe degree ya miaka 3. Unakuwa umeimaliza degree yako. Kwa hiyo utakapotoka huko nje, majuto ndio yanaanza kuwa mjukuu. Baada ya hili jopo hapa kila mmoja kuondoka kwenda kwao, wakati ambapo mama yako na baba yako wanaanza kutazama wewe kama ndio msaada katika familia. Anakuambia tuwezi kupata shilingi 50 hapo, akiamini una hela. Kwa sababu miaka 3 uliokaa chuo ulikuwa unapata bodi ya mkopo, unapata hela kidogo. Kwa hiyo wale wazazi walihisi huo ndio muendelezo na hayo ndio maisha yako. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, nimekuja kuzungumza na nyinyi hapa kwanza kuwatieni moyo. Lakini katika kuwatia moyo, kuwasisitiza msipotee kwenye focus. Lazima wewe ndio ujitawale na wewe ndio uweze kujiona hapa. Kwa hiyo ndugu zangu wanafunzi, msipotee kwenye focus. Mkipotea kwenye focus, baada ya kumaliza chuo, najua wapo watakao nena mema kuhusu serikali yao na kuhusu chuo chao. Na wapo ambao wataona aibu kukinenea mema chuo chao na serikali yao kwa sababu watakuwa wameingia chaka kabisa. Jambo la pili, nimekuja kuwatia ni moyo katika falsafa ya kujiona wewe unaweza. Nikiwa nazungumza na walimu wangu pale ofisini, nimejaribu kutumia kitabu cha mtu mmoja tu anaitwa Ryan Holiday. Yeye ameandika kitabu chake kinaitwa Ego is the Enemy. Ego is the enemy maana yake nini? Mpo hapa mnasoma, lakini kila unaposoma unaweka akilini kwamba hakuna ajira.
Na ukienda hapo nje kwa ukutana na wanafunzi wachache 4, 5 au 10 ambao wana ajira, na wewe unabeba lile kwamba hakuna ajira. Ukienda huko mtaani kwa kukutana na mzazi anasema mwanangu hakuna ajira, na wewe unabeba hakuna ajira. Alafu mwisho unatengeneza ukweli wako kwamba ili niajiriwe nahitaji niwe namfahamu Chalamila ambaye ni mkuu wa mkoa, kwamba yeye atamwambia nisaidie. Ukiamini kwamba ili uajiriwe unahitaji refa wa kukwambia nisaidie. Lakini ukweli, ndugu zangu wanafunzi, dunia haiko hivyo. Labda nieleze kidogo. Sisi nimesema watu wakituona huwa wanaanza kutuchukia wengine. Sema hawa anaongea nini? Anaongea kwa kuwa ameshiba huyu. Anaongea ana mshahara. Ndugu zangu, mimi mkuu wa mkoa leo nilikuwa nasoma shule ya sekondari form 1 mpaka form 4 day. Naendesha baisikeli kilomita 20 kwenda darasani, kilomita 20 kurudi. Na shule yetu ilikuwa ina day na boarding. Wanafunzi wa boarding walikuwa wanajiona wana akili kuliko sisi wa day. Na wanafunzi wa boarding walikuwa wanajiona wao familia zao ni bora kuliko sisi wa day. Kile kitu mimi kilikuwa kinaniuma sana. Nilipofika mwaka wa 3, yani form 1, form 2, form 3, kila mwanafunzi wa boarding alikuwa anakuja kwangu nimwelekeze masomo, ambapo mimi nilipenda sana masomo ya arts. Wengine walipenda sana masomo ya science. Wakawa wanakuja kwangu mimi ili wapige shule. Ndipo nikaanza kujiona kwamba kumbe naweza. Umetoka form 1 mpaka form 4, serikali inasema ada tutalipa, nyinyi lipeni vitu vingine. Form 5 na 6 ada tutalipa, nyinyi lipeni vitu vingine. Chuo kikuu nikasema nafahamu unaweza kuwa na uwezo ama huna uwezo. Chukua bodi ya mikopo, utalipa. Huko mbeleni sasa utakuja kulipa utakapoingia kwenye mfumo ya ajira au vinginevyo. Sasa hapa mwishoni wote tukiwa tunalalamika, mzazi analalamika, hivi ni kweli kabisa kwamba serikali haijaprovide mazingira ya watu kuwa na ajira? Dar es Salaam hapa walioajiriwa ni wako wangapi? Walioajiriwa na serikali wachache sana. Lakini kuna viwanda hapa, kila kiwanda ukienda kina watu ambao wamemaliza vyuo vikuu, kina watu ambao hawajamaliza vyuo vikuu. Ukienda huko Kariakoo kuna watu wamemaliza vyuo vikuu, kuna watu hawajamaliza vyuo vikuu. Lakini nini kimetokea? Udahili huku chini umekuwa mkubwa, vyuo vikuu vimeongezeka, wanafunzi wamekuwa ni wengi, na ndio maana serikali inaendelea vile vile kustruggle kuhakikisha masoko ya ajira yanafunguka. Sasa mimi na wewe tusipopata ajira, kwa haraka tuilaumu tena serikali ambayo ilisema usilipe ada, chukua bodi ya mikopo. Kwa hiyo ni pesa, maana tuseme tutafute kwanza ajira au tusomeshe wanafunzi kulingana na kiwango cha ajira. Hoja yangu ya msingi haimaanishi kwamba usilalamike, hapana. Hoja yangu ya msingi inamaanisha unaweza ukajifungia wigo wako kwenye malalamiko hayo, alafu mwisho ukajikuta umeziba kila kitu kwa sababu una think within the box. Mimi Dr. Magufuli aliniteua nikiwa simfahamu waziri hata mmoja. Mawaziri wakipita nataka kuuliza huyu ni waziri wa nini? Na mimi mkuu wa mkoa. Na aliniteua kuwa regional commissioner nikiwa sijawahi kuwa hata mkuu wa wilaya. Lakini baadaye katika utumishi, mnafahamu kwenye utumishi kuna ups and downs. Mimi nikaja nikatolewa kwenye utumishi wa umma. Mtu mmoja akaniambia serikali mbaya kabisa hii. Nikamwambia sikiliza kwanza, nataka nibadilishe hii changamoto, nije niwe mmoja wa matajiri katika taifa hili. Nitafanya kila kazi kwa udi na uvumba, wala sitailaumu serikali. Lazima uendelee kuwa mtiifu kwa serikali.
kwa sababu wakuu wa mikoa tuko 26, kila mmoja aseme mimi naweza. Ukijitazama kwamba mimi naweza kwenye filosofia, hiyo ndio mianzo ya mtu kuexist. Inaitwa cogito ergo sum, I think therefore I am. Mkasome filosofia karibu 21, kwamba wewe unaishi, unaokupa space, una think. Kwa hiyo unapotoka hapa, msianze tena kuwa na yale mawazo kwamba mimi siwezi. Hapana. Wewe unapata division 1 wakati mwingine na 4. Uongo kweli jamani? Lakini ukienda uraiani, utakutana yule mwenye 4 anakukopesha wewe pesa. Akianza kukopesha wewe pesa, unakaa tena chini unasema nimegundua elimu haina maana. Kwa nini nimegundua? Eti kwa sababu yule wa division 4 nimeona na maisha mazuri sana. Mimi kumbe nilikuwa napoteza muda. Don't do that. Ukifika hatua unaanza kulaumu aina ya elimu uliyosoma, walimu waliokufundisha, jinsia ulionayo, kabila ulilonalo na vitu vingine ulivyonayo, unavilaumu vyote. Wewe ni kiumbe ambaye uko hatarini kutoweka. Watu hapa kusema kwa nini? Jana nilikuwa mahali na nitaomba radhi nimtolee mfano. Mtoto wa mtumishi mwenzetu, si kisa yuko hapa, ametoka. Mamake yule pale amerudi, mamake yule pale. Anasema kwa nini haipatikani? Na si ile pepa yangu iko kwenye gari, ameiandika. Darasa la 5. Sasa hoja yangu ya msingi ni kwamba sisi tunapokuwa wanafunzi wa vyuo vikuu, kwanza kuwa tu wanafunzi wa chuo kikuu, elewa kitu kimoja. Unapotaka kuongea mahali, lazima unachagua pia maneno ya kuongea. Huwa nawaambia ni kama wenzangu hao. Kisha leo sana anasoma PhD. Namna anapoongea akiwa hana PhD, akipata PhD ni tofauti. Hata Kiingereza tu. Nitakuwa na kushangaa kama unataka kuongea kila kitu, alafu Kiingereza haukipangilii vizuri. Watu wanasema PhD nzima, unaona Kiingereza chake PhD nzima. Kwa hiyo wewe unaongea Kiingereza, unaona degree nzima, unaona degree nzima Kiingereza chake. Anasema you wait to Iringa tomorrow. Unaona? Jifunzeni kujua zaidi na kuepuka mikumbo. Hapa ofisini kwangu juzi tumelipia wanafunzi ada, watoto 21. Hata hapa wapo na vyuo vingine ambao wameletwa na mama zao na baba zao kwamba hawana uwezo tena, lakini majina yao tumeyapeleka bodi ya mikopo pale ambapo inabidi uweze kupewa bodi ya mikopo, uweze kupewa mkopo. Hoja yangu ni nini? Hapa chuo huwa kuna kushawishiana mambo mengi sana. Msando amezungumza pia vizuri. Hebu kila mmoja awe anaiangalia familia yake. Ukweli ndugu zangu ni kwamba mtoto ukifanikiwa, cha kwanza sio manufaa kwa serikali. Serikali inafaidika kwa namna kwa namba mbili. Ukweli huwa ni manufaa kwa mzazi, na ni manufaa yako pia wewe mwenyewe. Lakini ukiharibu hiyo future yote, mzazi wako ndio atakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata pressure, kwa sababu hana cha kueleza anapokutana na wenzake. Na yasema haya kwa nini? Ukiangalia leo kwenye mitandao kuna kushawishiana mambo mengi. Mara jamani tukaandamane, mara jamani tukafanye vile, mara jamani kuna vyama vya siasa. Hatuzuii sisi, mimi sizuii kabisa chama cha siasa. Msando amesema hapa, alikuwa Chadema, amesema mimi nikiwa chuo sikuwahi kuwa na chama chochote, sikuwahi kuwa na chama chochote, kwa sababu chama ni kama itikadi, kama mipira tu, mipira Yanga, Simba, sijui dhehebu hili na dhehebu lile. Mwisho wa siku mnatakiwa mkimaliza elimu yenu, mkifanikiwa mkachance, mkapata ujira. Lakini leo
unakuta labda kuna maandamano hapa, nachukulia tu mfano, mara fujo imetokea, mara wamerusha risasi, mara imemkuta mtoto wa chuo chetu cha NIT, mara amepoteza maisha. Ukienda kule nyumbani tunakuta mama analia, anasema ndio ilikuwa mtoto wangu wa pekee, sasa atakuwa na mtoto gani mwingine? Nachukulia tu mfano kwamba hebu geuza uone mzazi atakavyoumia sisi tutakapopata jambo lolote baya. Nini na serikali wanafunzi? Yupo ndugu yangu hapa William, lipo baraza hapa, hivi mnashindwa kumwambia mkuu wa chuo we need a regional commissioner at our land. Tunamtaka mkuu wa mkoa, tunamtaka waziri wetu wa elimu hapa, tunataka waziri wa elimu aje tueleze 1 2 6 7. Hivi Dr. Mgaya akinipigia mimi nitakaidi kwamba siwezi kuja hapa kwa sababu wanafunzi hawana hoja? Lazima nitakuja haraka kabisa kwamba hebu tuje kuwasikiliza wanafunzi, inawezekana kuna jambo limewakwaza na hiyo ndio platform yao. Lakini ukiungana tu katika mikumbo ya kila aina, tunafifisha ule wanafunzi ambao ni zao la intellectualism, ni zao la ukomavu wa ubongo. Kwa at any time mnamhitaji kiongozi wa serikali aje atatue jambo ambalo ninyi mnataka muagi academically. Madokta wako hapa, mwenyekiti wa baraza yuko hapa, profesa, rais wa wanafunzi yuko hapa, anaweza kufurukuta kwa namna yote ile na akatufikia wote na ninyi mkawa salama katika kuagi mawazo yenu. Lakini kuagi kwa namna kwamba sasa unaamka asubuhi, Dr. Mgaya anaamka vioo vyote vimebomolewa, darasa lile limechomwa, mimi nikiwa baada ya kuchoma sasa unarudi tena ili uwe mwanafunzi pale, utalala wapi? Kwa hiyo wote kuzungumzia ni kwamba hata kama una hasira za namna gani, elewa kinachoweza kufaa leo na kesho katika maisha yako. Ukivuruga hiyo miundombinu, manake mwenzako atakayekuja miaka 10 hawezi kuikuta hiyo miundombinu. Hasira ziende kwenye vitabu, soma kwa bidii, uwe na arguments ili tuweze kuargue na mambo yaweze kwenda kuwa mazuri zaidi. Na jambo lingine la 4, kwenye taifa sasa hizi kuna chuki zinazotengenezwa, tunatengenezwa chuki. Mtu mmoja juzi anasema mimi nimeangalia, nimeona Dr. Samia hakuna alichofanya. Nikasema kwa kuwa alikuwa anazungumza kwa upole, anataka hoja, nikamwambia basi kaa hapa na mimi tukae. Bwana hebu tuagiza na maji tuanze kunywa. Hebu nieleze. Sasa sioni kabisa. Nikasema ni kweli, labda ngoja na mimi nieleze kidogo. Huyu rais alikuwa makamu wa rais. Mtangulizi wake alipofariki, haikuwa rais yeye kuanza kujianzishia mambo yake nje kabisa katika mfumo. Wakati mtangulizi wake amemwachia bwawa la Mwalimu Nyerere limelipwa kwa 20%, 80% analipa nani? Amemwachia SGR leli, hajalipiwa mabehewa, hajalipiwa leli, hajalipiwa hizo train. Sasa hiyo 80% analipwa nani? Amemwachia daraja kule Mwanza na Busisi wala wanaotoka Geita, daraja karibu la bilioni 700. Hili daraja analipa nani? Ameachiwa pia baadhi ya madeni yapo katika taifa letu, analipa nani? Nikasema yale miradi ni makubwa kiasi kwamba pesa tunayokusanya isingetosha hata kidogo kuanza kutengeneza mamiradi tofauti makubwa, kwa sababu haya mamiradi yenyewe yalikuwa yanatumia si chini ya zaidi ya trilioni 15 kuikamilisha miradi hiyo. Akasema ndio ni kweli, lakini sasa si hela zetu wa Tanzania. Nikasema very good, ni hela zetu wa Tanzania, lakini hapa chuo si hela zetu. Lakini wewe ni mwanafunzi, unapojenga mabweni kulipo, si anafika kwanza kwa dota, management ya chuo inafanya procurement, inasimamia, inacheki bajeti yake, ndio inatoa jengo hilo. Ni kweli nimeelewa. Lakini jambo lingine, nimegundua Rais Samia
anaajiri watu ambao hawana uwezo. Nikasema hebu nisikilizie. Naweza kuona maanisha nini sasa kama mimi akasema unaweza sio wewe na wewe unaonekana nisingekuwepo ungesema na mimi nini. Sasa labda hebu tueleze hilo jambo. Sasa hebu oneni hapa wilayani. Dr. Naamini Msando, nimeanza kumuita Dr. Msando, ana masters ngapi? Na ana degree ngapi? Na sasa anaendelea na mambo mengine. Hata mimi nayeongea degree yangu ya kwanza, masters yangu ya kwanza, masters yangu ya pili. Na hivi ninavyoongea pia ni mwanafunzi niliyekata tamaa wa master wa PhD chuo kikuu cha Dar es Salaam. Niliyekata tamaa kwa namna gani? Msando alizungumza jambo moja, sema naamua kufanya mwenyewe. Manake the antonym of this statement probably inajaribisha kusema wao ambao barabarani. Mimi niko barabarani all the time. Na tumeona mpaka wenzetu ambao wamepata athari kubwa sana, vijana wadogo sana. Chini ya miaka 25, chini ya miaka 18, 17, 25. Lakini yuko mtu mmoja aliulizwa, tulimkamata dada moja. Anasema mimi nilikwenda siku ya kwanza kuhudhuria interview nikakosa. Siku ya pili nikakosa. Siku ya tatu pia nikakosa. Nikaichukia serikali. Mwingine anasema nilikwenda BRELA kusajili kampuni, wakaniambia inahitaji hela 1 2 3. Nikaichukia serikali kwamba kwa nini nashindwa kujua kwamba mimi sina hela, inaanza kunidai pesa ya kusajilia BRELA. Mwingine anasema mimi nimeona katika taifa yani hakuna huduma zinazoeleweka. Bora wenzetu wa Madagascar. Nikamuuliza kwani wewe Pemba au Zanzibar unafahamu? Anasema sijawahi kufika. Sasa mbona umekwenda mpaka Madagascar? Kwa hiyo nikagundua kuna chuki inaweza kutengenezwa, na hii chuki zamani ilikuwa inafanywa sana na mama zetu. Mama zetu kule majumbani, baba anatoa hela anampa mama, mama ndio anakutana na mtoto, mara nyingi anampa ada, anampa hela matumizi. Lakini baadaye huyo baba yako huyo baba yako huyo. Sasa wewe mtoto unapokuwa unajenga katabia kakuto kumuona kama baba ni wa maana. Lakini kumbe za kuambiwa unachanganya na zako. Sasa ukiuliza vizuri katika taifa. Hivi hebu tuzungumze vizuri. Mwingine akasema unajua tumezungumza sana habari ya katiba mpya. Hatuoni. Mwingine akasema mimi hatujapata hela kutoka bodi ya mikopo. Sasa kwa kweli vitu ni vingi, ni mchanganyiko. Lakini watu wakifanikiwa kutengeneza chuki, tunaweza tukachukiana sisi kwa sisi. Kwa hiyo hoja yangu nyingine nimekuja kueleza ndugu zangu, vijana wenzangu. Unapoambiwa uchukie kuhusu jambo fulani, naomba mjiongeze katika